Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo, mpendwa mtazamaji wangu wa MHAE TV. Bila shaka unafurahia katika vipindi hivi ninavyokuletea. Tumefika kwenye jambo la jingine kama nilivyokuambia kwamba tunaangalia ahadi za Mungu kwako. Ahadi za Mungu kwako. Twende jambo jingine. Tulishaona ahadi ya Mungu ya kwanza. Tumeona tuliahidiwa kumiliki, na sasa tunamiliki nyumba, magari, fedha, tunamiliki kila kitu ambacho tunamiliki. Kwa hiyo katika kumiliki kwetu sisi tumefanywa kuwa watawala wa vitu vyote. Sasa leo tuangalie jambo jingine, ahadi nyingine ya Mungu kwako. Mwanzo sura ya 2 kuanzia mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya ukatoka katika mto wa Edeni wa kuitilia bustani maji. Na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Jina la wa kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu. Dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vito shohamu. Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa tatu ni Hedekeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa 4 ni Frati. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustanini waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, tunaziangalia ahadi za Mungu kwetu, na katika mfululizo huu utapata kitu cha kujifunza, utapata kitu cha kukusaidia, utapata ufahamu mpya zaidi. Nami ni maombi yangu kwa Mungu kwamba nisikuletee tu kipindi hiki ili kukuletea, lakini upate mabadiliko makubwa ya ufahamu. Hapa tunakutana na ahadi nyingine. Kumbuka kwamba si kila ahadi ni njema. Ziko ahadi zingine ambazo ni ngumu kidogo, lakini kama hii tunayekutana nayo hapa, Mungu anamwambia huyu mtu aliyemweka katika bustani ya Edeni. Ule mstari wa 17 anasema, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Hiyo ni ahadi kwamba ukikosea ahadi yangu utakufa. Nakuahidi kwamba ukikosea ukala hayo matunda ya huo mti ambao nimekwambia usiale, hakika yake utakufa. Pendwa mtazamaji wangu, hii ni ahadi ngumu kabisa ambayo ilimpata huyu mwenzetu wa kwanza, Adamu, mtu wa kwanza kuumbwa katika ulimwengu huu. Alipewa ahadi hii. Ahadi hii kwake ilikuwa rahisi, lakini ikageuka kuwa ngumu kwake. Kwa nini? Kwa sababu alishindwa kuifanya. Ukisoma sura ya 3 ndipo unakutana sasa na kifo kinaahidiwa kwake. Mstari wa 10 kisoma sura ya 3 mstari wa 17 mpaka wa 19 anasema, akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikia sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza ukisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako,
Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana umavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Adamu aliambiwa, siku utakayokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mkewe alipotokea, wako wawili, akadanganywa mama, akadanganywa na yule nyoka. Mama naye akamdanganya Adamu, akamwambia hamna shida, tumeambiwa tule tu. Mzee alipokula akaambiwa, sasa kufa utakufa, wewe umavumbi na mavumbini utarudi. Hiyo ni ahadi ya kifo. Ahadi ya kifo imetolewa kwa Adamu. Adamu anaambiwa kwamba siku utakayokula utakufa hakika. Na siku alipokula akaambiwa, sasa kifo kiko mbele yako, kifo kiko mbele yako. Pendwa mtazamaji wangu, ahadi ya kifo ilitabiriwa au iliongelewa zamani kabisa, miaka mingi iliyopita, na sasa hiyo kifo kinaendelea kututafuna hata sasa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alishasema kwamba utakufa hakika, na kwa kuwa hakutii akaanzisha kifo. Mtu wa kwanza katika kufa kwenye familia yake ni mwanawe mwenyewe, na baadaye mwishowe na yeye alikuja akafa mavumbini akarudi. Kwa nini? Kwa sababu alitolewa katika mavumbi. Pendwa mtazamaji wangu, ukifanya dhambi ambayo Mungu alikwambia usifanye, kufa utakufa. Iko dhambi ambayo mtu ukiifanya unakufa jumla, lakini kama ukimwamini Yesu Kristo, ukifa ndio mwanzo wa maisha mapya ya furaha mbinguni. Mungu wangu akubariki, akusaidie. Tumeiona ahadi hapa ya kifo inakuja kumtokea Adamu na familia yake. Kifo kisingelikuwepo, lakini kwa kuwa Adamu hakutii, basi kifo kinatupata hata sasa. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ahadi ya Mungu kwamba usipokula uko hasalama, lakini ukila basi usalama wako umekwisha. Mungu wa mbinguni akupe neema ya kutokufanya dhambi. Mungu wa neema akupe neema uishike sheria. Mungu wa neema akupe neema na kuishika amri yake na maagizo yake. Kwa nini? Kwa sababu ahadi ya Mungu lazima itimie kwa wote ambao hawatatii amri ya Mungu. Kitimia inatimia vibaya, inakuwa na maumivu makubwa. Kwa hiyo Mungu atusaidie mimi na wewe katika kuzitazama hizi ahadi, bila shaka utapata kitu. Tutane kwenye kipindi kinachokuja. Mungu wa mbinguni awe upande wako, akubariki mno, na nikutakie kila laheri. Siache kuniunga mkono rafiki yangu. Mungu akusaidie katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.